Mkuu wa wilaya Muheza Ayubu Sebabili amewataka wadau wanaosimamia ukuzaji na utunzaji wa vitalu vya miche kujumuisha pia miche ya mazao ya viungo pamoja na michungwa ili kukuza uchumi wa wananchi kupitia uhifadhi wa mazingira. Sebabili amesema hayo wakati wa zoezi la upandaji miti wilayani humo, ambapo kwa kuanzia miti 250 imepandwa kuzunguka eneo la hospitali ya wilaya kwa lengo la kuhifadhi mazingira. Ameongeza kuwa lengo la serikali ni kuona jamii inastawi kiuchumi kupitia shughuli za uhifadhi wa mazingira katika maeneo yao. Hao ni waelekeze wale wadau wetu ambao wanatusaidia katika ukuzaji na upandaji wa miche, waone umuhimu katika vitalu vyao tuweke pia mazao ambayo yanatokana na mazao ya viungo, kwa maana hiyo midalasini, kwa maana ya mikarafuu, mikokoa, michungwa, kwa sababu hii idadi ya kufikia 1.5 ni pamoja pia na michungwa. Kwa hiyo tuhimizane huko, michungwa pia tuipande kwa wingi zaidi. Na tumeambiwa kwamba kauli mbiu ya mwaka huu, misitu ni uchumi endelevu, tuhifadhi kwa maendeleo ya taifa. Kwa hivyo ukipanda mchungwa umehifadhi mazingira, lakini pia unakuletea uchumi. Ukipanda mdalasini au mkarafuu au mkokoa, yani kwa maana kakao, tayari umehifadhi mazingira, lakini pia umejiletea nini? Uchumi wewe mwenyewe, lakini pia uchumi wa halmashauri. Leo hii halmashauri yetu katika miezi michache tu hapa tumepata mapato zaidi ya milioni 65 kutokana na kilimo cha kakao. Kwa hivyo nihimize pia TFS wote Lunguza, TFS Amani, TFS wilaya na wadau wengine ambao nimewaona wapo hapa. Katika vitalu vyetu tuweke miche pia ya mikakao, mikarafuu, michungwa kwa ajili ya uchumi, miti ya mbao pia kwa ajili ya nini? Ya uchumi. Kwamba vyote viwili tuvipige kwa wakati mmoja, uhifadhi wa mazingira lakini kujiinua kiuchumi. Na lengo la serikali ni ustawi wa jamii. Ukishawawezesha wananchi kiuchumi, tayari wanaweza wakastawi vizuri, kwa sababu watakuwa na uwezo pia hata kulipia bima ya afya hii ya 1.5 lakini pia kuchangia michango midogo midogo shuleni. Shule ni elimu bure kuanzia form 1 mpaka form 6, lakini michango midogo midogo hata ya chakula kwa ajili ya wanafunzi wetu. Kwa hivyo tukijikita zaidi katika upandaji miti, inaweza ikawa ni sehemu ya suluhu ya kujikuza sisi kiuchumi kama wananchi. Lakini la mwisho ni watake wananchi wote tutoe ushirikiano kwa watu wote kuchukua hatua na kutoa taarifa sahihi kwa wakati kwa vyombo husika, kwa watendaji wa vijiji wapewe taarifa, watendaji wa kata wapewe taarifa, maafisa tarafa, watu wetu wa TFS zote, kwa maana ya TFS, idara yetu ya misitu, vyombo vya ulinzi na usalama, kwa watu wote ambao wanavuna misitu bila utaratibu, kwa sababu imebainika kwamba kuna watu wanafanya uharibifu. Kwa hivyo wewe mwananchi ukienda kuchuma au kukata mti bila kibali kutoka mamlaka halali, ni kwamba unaenda kinyume na utaratibu na hatua stahiki dhidi yako kwa mujibu wa sheria zitachukuliwa. Kwa hivyo niombe, ili tuendelee kuhifadhi mazingira yetu na tuendelee kuhifadhi ule uoto wa asili ambao tumeuona kule Amani, wito wangu wananchi wote tutoe ushirikiano kwa kutoa taarifa. Tusichukulie sheria mkononi. Toeni taarifa ili wahusika waweze kuchukua hatua kwa mujibu wa sheria. Ambapo tumepanda jumla ya miche 250. Zoezi hili tumeshirikiana pamoja na wananchi wa wilaya ya Muheza, kwa sababu miti inayopandwa ni kwa manufaa ya jamii nzima kwa ujumla, na mara zote tumekuwa tukijitahidi kutoa elimu za hapa na pale kuhakikisha kwamba tunashirikiana nao kwa pamoja katika kuhakikisha kwamba tunayatunza na kuyahifadhi mazingira ya wilaya ya Muheza. Kwa nini? Kwa sababu mazingira yakihifadhiwa, kama kauli mbiu inavyosema kwamba misitu ni uchumi endelevu.
Kwa hiyo tumeona katika misitu tunapata vitu vingi sana, na hivyo tunazidi kutoa rai kwa wananchi wote, tuendelee kwa pamoja, tuzidi kupanda miti kwa wingi sana ili kuendelea kuyahifadhi na kuyatunza mazingira ya wilaya yetu ya Muheza. Nashukuru kampeni kama hizi zinasaidia, kwani hata wale wagonjwa wetu wanaokuja, ndugu wanaokuja kusikiliza kuwasindikiza wagonjwa, pia wanapata eneo la kuweza kujihifadhi kulingana, kama kipindi kikiwa kuna jua, kwa mfano siku 2-3 ni kipindi cha mvua, lakini siku 2-3 hizi mvua zimesimama, kwa hiyo jua bado ni kali. Kwa hiyo sisi tunaithamini sana miti, na huwa ni kipaumbele chetu miongoni mwa vipaumbele kuhakikisha kwamba eneo letu linalinda uoto wa asili.